Ee Mungu Baba mwenye upendo, ninakushukuru kwa zawadi ya mume wangu uliyenipa. Asante kwa maisha yake, afya yake, na kwa jukumu lake katika familia yetu. Asante kwa kuniletea mtu wa kushirikiana naye katika maisha. Ninakutukuza kwa upendo wako unaotuunganisha kila siku. Amina. Ombi la pili: kumkabidhi mume kwa Mungu. Baba wa mbinguni, leo namweka mume wangu mikononi mwako. Uwe mlinzi wake kila aendapo na kila arudipo. Mwongoze katika maamuzi yake na umpe hekima katika kila jambo analofanya. Mfunike kwa ulinzi wako na umwepushe na mabaya yote. Amina. Ombi la tatu: kuombea afya, kazi na mafanikio. Ee Mungu mwenye nguvu, na kuomba umbariki mume wangu katika kazi zake na juhudi zake. Mpe afya njema ya mwili, akili na roho. Fungua milango ya baraka na mafanikio katika maisha yake. Awe na nguvu ya kushinda changamoto na kupata ushindi katika kila jambo. Amina. Ombi la nne: kuombea tabia, hekima na uongozi wake. Bwana Mungu, mpe mume wangu moyo wa hekima, upendo na uvumilivu. Msaidie awe kiongozi mwema wa familia yetu. Mpe uwezo wa kufanya maamuzi ya haki na ya busara. Awe mtu anayekutegemea wewe katika kila hatua ya maisha yake. Amina. Ombi la tano: mke kuombea ndoa na familia. Ee Mungu Baba mwenye upendo na rehema nyingi, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu mkubwa nikikushukuru kwa zawadi ya familia ulionipa. Asante kwa maisha yangu, kwa mume wangu na kwa kila mmoja uliyetuweka katika nyumba hii. Najua kwamba familia ni baraka kutoka kwako na bila wewe hatuwezi kusimama wala kuendelea mbele. Bwana wangu na Mungu wangu, leo ninaiweka ndoa yangu mikononi mwako. Nakabidhi uhusiano wetu, upendo wetu na maisha yetu yote chini ya ulinzi wako. Naomba uwe katikati ya ndoa yetu kila siku. Tusaidie mimi na mume wangu tuwe na upendo wa kweli, heshima na uvumilivu kwa kila mmoja wetu. Tufundishe kusameheana tunapokoseana na kutembea pamoja kwa umoja na amani. Bwana, bariki mume wangu na umpe nguvu ya kuiongoza familia yetu kwa hekima. Mpe akili ya kufanya maamuzi sahihi na moyo wa kumpenda Mungu na familia yake. Mlinde katika kila aendapo, kazini na njiani. Mfunike kwa ulinzi wako na umwepushe na mabaya yote, majaribu na hatari za dunia hii. Ee Baba wa mbinguni, naomba nyumba yetu ijazwe uwepo wako. Amani yako itawale katika kuta za nyumba hii. Ondoa migogoro, chuki na kila kitu kinachoweza kuvunja umoja wa familia yetu. Badala yake, jaza nyumba yetu furaha, upendo na mshikamano. Naomba uwabariki watoto wetu, ikiwa wapo au watakaokuja. Uwape afya njema, akili nzuri na moyo wa kukujua wewe. Wasaidie wakue katika hofu ya Mungu na wawe watu wema katika jamii. Walinde dhidi ya mabaya yote na uwaongoze katika njia sahihi ya maisha. Bwana, bariki kazi za mikono yetu ili familia yetu ipate mahitaji yake. Fungua milango ya baraka na mafanikio katika maisha yetu. Tupe hekima ya kutumia vizuri baraka ulizotupa na kusaidia wengine wanaohitaji. Na kuomba pia uimarishe upendo kati yetu kila siku. Tusaidie kuzungumza kwa upendo, kusikilizana kwa moyo wa unyenyekevu na kujenga ndoa yenye msingi wa imani kwako. Tufundishe kuweka wewe mbele katika kila jambo tunalofanya. Baba mwenye rehema, ninaiweka familia yangu yote mikononi mwako leo na siku zote. Uwe mlinzi wetu, mwongozi wetu na mfariji wetu katika kila hali. Na kuamini kwamba utatulinda, utatuongoza na utatujalia baraka zako siku zote. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amina. Ombi la sita: mke kuombea kazi za mikono ya mume wake. Ee Mungu Baba, mwenye nguvu na rehema nyingi, ninakushukuru kwa neema ya uzima na kwa zawadi ya familia ulionipa. Asante sana kwa mume wangu uliyemweka katika maisha yangu. Leo ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu mkubwa, nikiweka kazi za mikono ya mume wangu mikononi mwako. Bwana wangu na Mungu wangu, wewe ndiye mtoa riziki na mbariki wa kazi zote za wanadamu.
na kuomba ubariki kila kazi anayofanya mume wangu. Popote anapofanya kazi, iwe shambani, ofisini, kwenye biashara au katika huduma yake, naomba uwe pamoja naye na uifanikishe kazi yake. Ee Baba wa mbinguni, mpe mume wangu nguvu za mwili, akili na roho, ili aweze kufanya kazi zake kwa bidii na uaminifu. Mpe hekima ya kufanya maamuzi sahihi katika kazi zake. Mpe ufahamu wa kuona fursa mpya na uwezo wa kuzitumia kwa busara. Bwana, fungua milango ya baraka katika kazi zake. Ondoa kila kikwazo kinachoweza kuzuia mafanikio yake. Pale ambapo kuna ugumu, leta urahisi. Pale ambapo kuna upungufu, leta wingi. Na pale ambapo kuna kukata tamaa, mpe tumaini jipya na nguvu ya kuendelea mbele. Naomba pia umlinde dhidi ya watu wabaya, wivu na mipango mibaya inayoweza kuharibu kazi zake. Mfunike kwa ulinzi wako kila anapoenda kazini na anaporudi nyumbani. Malaika wako walinde njia zake na wampe amani moyoni mwake. Ee Mungu wangu, naomba kazi za mikono yake zizae matunda mema. Bariki juhudi zake ili zipate mafanikio na ziwe chanzo cha baraka kwa familia yetu. Tupe riziki ya kutosha ili tuweze kuishi kwa amani, kuwasaidia wengine na kukutumikia wewe kwa furaha. Bwana, msaidie mume wangu asikate tamaa wakati wa changamoto. Mpe moyo wa uvumilivu na ujasiri wa kusimama tena hata kama mambo yanakuwa magumu. Mfundishe kumtegemea wewe katika kila hatua ya kazi zake. Naomba pia umpatie heshima na neema mbele za watu wanaofanya nao kazi. Watu wamuone kama mtu mwaminifu, mwenye bidii na mwenye moyo mwema. Jina lake liheshimiwe kwa sababu ya matendo yake mema. Ee Baba mwenye upendo, ninakabidhi kabisa kazi za mikono ya mume wangu mikononi mwako. Najua kwamba bila wewe hatuwezi kufanya chochote, lakini ukiwa pamoja nasi mambo yote yanawezekana. Bariki kazi zake leo, kesho na siku zote za maisha yake. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amina. Ombi la 7: mke kumwombea mume kushinda majaribu. Ee Mungu Baba mwenye nguvu na rehema nyingi, ninakuja mbele zako leo kwa moyo wa unyenyekevu nikikuomba kwa ajili ya mume wangu. Asante kwa zawadi ya maisha yake na kwa nafasi ulionipa ya kuwa msaidizi wake katika maisha haya. Leo namweka mbele zako nikikuomba umlinde na kumtia nguvu ili ashinde kila jaribu analokutana nalo. Bwana wangu na Mungu wangu, najua kwamba katika maisha kuna majaribu mengi. Kuna majaribu katika ndoa, katika uchumi, katika kazi na hata mashambulizi kutoka kwa maadui wanaotamani kuona maisha yake yakishindwa. Lakini naamini kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu kuliko kila jaribu na kila adui. Ee Baba wa mbinguni, naomba umpe mume wangu moyo imara wa kusimama katika haki. Msaidie asishindwe na majaribu ya dunia hii. Pale ambapo kuna vishawishi vinavyoweza kuvunja ndoa yetu, mpe nguvu ya kuvishinda. Linda moyo wake, mawazo yake na hatua zake ili aende katika njia iliyo sawa mbele zako. Bwana, nakabidhi ndoa yetu mikononi mwako. Ondoa kila mpango wa shetani unaolenga kuvunja upendo wetu au kuleta migogoro katika familia yetu. Jaza nyumba yetu upendo, uvumilivu na heshima kati yetu. Tusaidie kusameheana na kujenga ndoa yenye msingi wa imani na uaminifu. Ee Mungu mwenye rehema, naomba pia umlinde mume wangu katika mambo ya uchumi na maisha ya kila siku. Pale ambapo kuna changamoto za kifedha au ugumu wa maisha, mpe hekima ya kufanya maamuzi sahihi. Fungua milango ya baraka na mafanikio ili aweze kushinda kila hali ngumu. Bwana wangu, naomba umkinge dhidi ya mashambulizi ya maadui zake, wawe wanaoonekana au wasioonekana. Fanya mipango yao mibaya ishindwe. Linda maisha yake dhidi ya chuki, wivu na hila za watu wabaya. Mfunike kwa ulinzi wako na umzungushie kwa malaika zako kila anapoenda. Mpe pia amani moyoni mwake na nguvu ya kukutegemea wewe wakati wa majaribu. Msaidie akumbuke kwamba ushindi wake unatoka kwako. Awe jasiri na asiogope kwa sababu wewe uko pamoja naye kila siku ya maisha yake. Ee Baba wa mbinguni, ninakabidhi kabisa maisha ya mume wangu mikononi mwako. Najua kwamba wewe ndiye mlinzi wake, mtetezi wake na nguvu yake katika kila vita vya maisha.
Ninaamini kwamba kwa uwezo wako atashinda kila jaribu na kila adui. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amina. Ombi la 8. Mke kumwombea mume awe kichwa cha familia. Ee Mungu Baba mwenye upendo na rehema nyingi, ninakuja mbele zako leo kwa moyo wa shukrani, nikikushukuru kwa zawadi ya familia ulionipa. Asante kwa maisha ya mume wangu uliyemweka kuwa kiongozi wa familia yetu. Najua kwamba nafasi yake ni muhimu sana katika nyumba yetu, na ndiyo maana leo namkabidhi mikononi mwako. Bwana wangu na Mungu wangu, na kuomba umpe mume wangu hekima ya kweli ili aweze kuiongoza familia yetu kwa njia iliyo sawa. Mpe akili ya kufanya maamuzi sahihi, moyo wa upendo na roho ya uvumilivu katika kila jambo analokutana nalo. Msaidie awe kiongozi mwenye haki, anayesimamia familia yetu kwa busara na kwa kumcha Mungu. Ee Baba wa mbinguni, naomba umpe nguvu za kuwa kichwa cha familia yetu kwa uaminifu. Mfundishe jinsi ya kulinda na kutunza familia yake kwa upendo. Mpe moyo wa kujali, kusikiliza na kuelewa mahitaji ya familia yetu. Awe baba mwenye upendo na mume anayejali nyumba yake. Bwana, msaidie mume wangu akuone wewe kama kiongozi mkuu wa maisha yake. Mfundishe kukutegemea katika kila hatua ya maisha yake. Katika maamuzi makubwa ya familia, mpe mwongozo wako ili yale anayochagua yawe ya baraka kwa familia yetu. Naomba pia umlinde dhidi ya kila shinikizo na changamoto zinazoweza kumkatisha tamaa katika jukumu lake. Mpe nguvu ya kusimama imara hata wakati mambo yanapokuwa magumu. Mpe ujasiri wa kuiongoza familia kwa haki, bila uoga wala mashaka. Ee Mungu mwenye rehema, bariki juhudi zake zote katika kulinda na kujenga familia yetu. Kazi za mikono yake zipate mafanikio ili aweze kuitunza familia kwa amani na heshima. Jaza moyo wake kwa amani, furaha na matumaini kila siku. Bwana, naomba uimarishe upendo kati yangu na mume wangu. Nisaidie kuwa mke mwema na msaidizi wake wa kweli. Nipe hekima ya kumheshimu, kumtia moyo na kusimama pamoja naye katika kila hali ya maisha. Ee Baba wa mbinguni, ninakabidhi familia yetu mikononi mwako. Mume wangu awe kichwa cha familia chini ya uongozi wako. Nyumba yetu ijazwe uwepo wako, amani yako na baraka zako kila siku. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amina.